hakimu mkazi ya Dar es Salaam hapa katika eneo la Kisutu ilikaa kusikiliza kesi la Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambaye anashtakiwa kwa kosa la uhaini. Na hapa hii ni mahakama ya mpito tu kwa sababu haina mamlaka ya kusikiliza kesi hii, inatakiwa isikilizwe na mahakama kuu. Kwa hiyo hapa ni katika ule uchunguzi wa awali. Leo siku imefika, ilikuwa ni katika kesi la kosa la pili zamani, katika kesi inayohusiana na kuchapisha au uchapishaji wa taarifa za uongo katika mitandao. Sasa mahakama hii ndio ambayo ina mamlaka ya kusikiliza kesi hii. Sasa katika kesi hii leo baada ya kesi kuanza, tukitegemea kwamba tunaanza kupokea ushahidi kutoka upande wa mashtaka. Upande wa mawakili wa upande wa mashtaka walisimama na kusema kwamba kuna maombi madogo ambayo wamewasilisha katika mahakama hii, ni maombi ya upande mmoja ambayo yanatakiwa kusikilizwa wa mwombaji na mbele ya mahakama bila upande wa pili kuwepo, yani upande wa mshtakiwa kuwepo. Maombi haya naomba kwamba majina ya mashahidi na nyaraka ambazo nataka kuzitumia zifanye kwa uficho au kwa faraga kwa usiri, kwamba bila upande wa mshtakiwa kuweza kufahamu mashahidi hao ni akina nani na nyaraka hizo ni zipi. Na kwa maana hiyo ni kwamba kuna hayo maombi yameshawasilishwa hapa mahakamani, namba ya kesi ilitajwa, lakini si upande wa utetezi hatujapewa hizo nyaraka za maombi hayo. Kwa hiyo tulichosimama ilikuwa ni kwamba hii inakiuka msingi mzima wa haki ya mtu kusikilizwa, anayeshtakiwa na haki ya kuweza kumjua yule ambaye anamshtaki na kuweza kuwajua wale mashahidi na kuweza kuwahoji ili mwisho wa siku haki itendeke. Lakini kunacho kifungu cha 188 katika sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ambacho kinaruhusu upande wa jamhuri kuweza kuwasilisha maombi hayo. Sasa tulikuwa tunawasilisha kwamba kutokana kwamba haki za mteja wetu kuwa hatarini, ni vyema hicho kifungu ikapelekwa mahakama hii ikakipeleka ikaona kwamba kuna hoja ya ukatiba au kuna swala la katiba ambalo linatakiwa lipate tafsiri ya mahakama kuu ambayo ni mahakama ya katiba hapa nchini.